matendo. Maombi huleta matokeo. Imani huchochea matendo. Maombi huleta katika masomo ambayo yatakubadilisha mtazamo ni hili la leo. Na baada ya hapa tu wakati tunaendelea, kuna wengine wataanza kupokea miujiza yao wakati somo linaendelea. Haleluya. Na hili somo adui halipendi, maana linakuamsha katika usingizi wa kiroho na kujitambua. Kwa hiyo uwe makini. Sasa ni waruhusu yafuatayo kwa nyinyi mlioko hapa. Wale ambao wanaangalia online wao watatusamehe. Kama kuna kitu nitakitamka ambacho hujakielewa, usiogope kuninyoshea mkono huko uliko, sema mchungaji elezea vizuri hapo, nitaeleza. Maana lengo langu sio kumaliza kwa huo muda tuliousema, lengo langu ni kwamba uweze kuelewa. Haleluya. Kama tumeelewana nipungie mkono. Kwa usije ukaona woga ukanyamaza nikapita kitu ambacho hujakielewa. Hapana. Kama hujaelewa tuseme mchungaji hapo sijakuelewa, rudia tena, nitarudi tena ili uweze kuelewa vizuri. Ukielewa somo la leo, kuna matatizo mengi kwenye maisha yako utayatatua. Haleluya. Somo linasema tamko lenye nguvu kuliko yote ya Yesu. Nikakichwa karefu, lakini jitahidi ukaandike hivyo hivyo tu. Hata ukisema tamko lenye nguvu inatosha, mengine utaelewa mbele ya safari. Tamko lenye nguvu kuliko mangapi? Yote ya Yesu. Yesu alitamka matamko mengi sana, lakini kuna tamko moja alitamka lina nguvu kuliko matamko yote. Na hili tamko tumelizoea na kulisoma sana, lakini leo tutaliona katika mtazamo wa tofauti kabisa. Siku hii ya leo hata wewe mwenyewe utashangaa kwamba ala, hivi kumbe hivi ili tamko ndio hili lenyewe. Leo utaliona katika mtazamo mwingine kabisa. Hebu tuangalie, tulisomewa Kiswahili cha kisasa kama sijakosea. Mimi nisome cha kisasa, tutaenda kile cha kizamani na tutaenda taratibu kabisa. Yohana 19:30. Yesu alipokuwa amekunywa siki hiyo alisema imekamilika, Kiswahili cha kisasa. Akainamisha kichwa chake akakata roho. Biblia yako inasomaje hiyo ulionayo wewe sasa? Soma tu kwa sauti tusikie wote. Haya, tunaanzia upande huu hapa. 1, 2, 3, upande huu hapa, twende. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siku, alisema, "Imekwisha." Akainama kichwa akaisalimu roho yake. Walioko hapa? Walioko hapa? Ingekuwa tunatoa zawadi tungewapa akina nani? Haya. Asante sana. Haya, sikiliza. Kiswahili cha kizamani na cha kisasa kina maneno yafuatayo: imekamilika. Cha kizamani kinasema imekwisha. Sasa sikiliza hii tafsiri nyingine tena. Hii tafsiri nyingine sikiliza vizuri. Mimi naanzia fungu la 28. Twende wote fungu la 28 pale. Nitasoma Kiswahili kingine tena. Kinashabihiana sana na cha kizamani. Hiki kinaitwa Revised Standard, Revised Union Version. Sikia maneno haya. Baada ya hayo, Yesu hali akijua ya kuwa yote yamekwisha kumalizika, ili andiko litimizwe akasema, naona kiu. Kulikuwako huko chombo kimejaa siki. Basi wakatia sifongo iliyojaa siki juu ya ufito wa hisopo, wakampelekea kinywani. Basi Yesu alipokwisha kuipokea ile siki alisema, imekwisha. Akainama kichwa akaisalimu roho yake. Mswahili wa sasa hivi akisoma
Mswahili wa sasa akisoma neno kusalimu anafikiria kusalimia mtu. Naongea na watu na binadamu. Kiswahili cha kizamani angalia kinavyosema, Yesu alipokuwa amekunywa siki hiyo alisema imekamilika, kisha akainamisha kichwa chake akakata roho. Kile cha kizamani kinasema akaisalimu. Neno kuisalimu na kukata roho vinafanana, na ukitaka ujue uzito wake kuna mahali akasema mikononi mwako naiweka. Kwa hiyo kusalimu ni kusalimisha. Unajua hata hii salamu watu tunasalimiana siku hizi ni ya mkoloni. Mkoloni wa kwanza kutawala Afrika Mashariki alikuwa ni nani? Alikuwa nani? Mjerumani. Alikuwa nani? Mwarabu. Japo hiyo pwani yetu inabidi nianze kufundisha somo la historia tena. Japo hiyo pwani yetu hiyo walikuwepo hao Waarabu, Wareno, ndio maana Kiswahili kina mchanganyiko wa misamiati ya Kibantu, ya Kiarabu, ya Kireno. Neno meza, neno la Kireno. Neno shikamoo, neno la Kiarabu, maana yake niko chini ya miguu yako. Mtume anamsalimia Bwana. Alafu na Bwana anajibu marhaba, maana yake mara sifuri, utaendelea kuwa chini milele. Tunaelewana kidogo sasa Sasa kuisalimisha roho yake ni kwamba Yesu anaacha uhai wake, anautoa uhai wake kwa uhakika wa yule awezaye kutoa uhai tena au kurejesha, yani Baba. Haleluya. Sasa ili somo mnaweza mkashangaa, siku zote mnafanya ibada hapa umeme haukatiki huko. Lakini leo mara mtandao umekata, mara umeme umesumbua, mara kuna hiki. Ni kwa sababu roho ya unabii inasema kwamba huwa masomo yakiandaliwa anachungulia. Anaona hili wavuruge kidogo angalau wasije wakalipata. Na sisi tumeamua kwamba iwe iwapi lazima mlisikie. Yaani mtandao ukate usikate lazima, maana kuna maneno haya na wewe ukiyatamka hapa, kuna mtu hapa, yaani tukiyatamka maneno kwa imani ambayo anakwenda kukufundisha leo, kuna haja ya mchungaji kukuombea, utashangaa mgongo umepona. Haleluya. Haleluya. Niliwahi kusikia story moja. Jumamosi iliyopita nilikuwa nimetembelea magereza. Sabato iliyopita nimesali gerezani. Nilikuwa nimesali katika gereza la wanawake kule. Nimekutana na watu wengi sana. Watu wako kule. Kule ndio watu wanajua dunia. Hapa hamna kitu. Yaani hapo kukosa tu kidogo kachai ka asubuhi unalalamika. Nenda kule ndipo utajua wewe umebarikiwa kuliko wote. Sasa tumefanya ibada nao pale vizuri, tumemaliza. Hata leo nikitoka hapa, nishamwambia mchungaji sitakaa sana. Baada ya hapa pia natoka. Naenda kule na wapelekea lesoni, wakasome lesoni. Waliniomba lesoni. Na lesoni kama 30 kitu na wapelekea kule. Na bado tutapeleka TV nadhani kwenye wiki ijayo. Wapelekea hao ili wakaangalie masomo kama hapa. Sasa ukielewa uhalisia wa maisha ya kule ukilinganisha na haya hapa, ndipo utajua kwamba wewe umebarikiwa kuliko wangapi? Wote. Kama sijakosea wanalala saa 9. Niko sahihi? Wewe unalala saa ngapi? Wewe unalala saa ngapi? Sasa piga picha, unaenda kulala kwenye vitanda saa 9. Unalazimishwa lala. Na usingizi hauji mpaka wanazoea. Sikia maneno haya. 28. Baada ya hayo Yesu hali akijua kuwa yote yamekwisha kumalizika. Yote
yamekwisha kufanya jamani, kumalizika. Sio kwamba ni nusu, yote yamalizika. Ili andiko litimizwe, akasema naona kiu. Anasema kulikuwa huko chombo kimejaa siki. Hapa ndipo nataka kuulizeni swali lingine. Wangapi wanajua siki? Siki ni nini? Biblia tunasoma siku zote, lakini leo tunaiona hatujui maana yake. Siki ni nini? Hebu jaribu uone, nitakupa zawadi. Siki ni nini? Kristo anaimba. Mmoja ajitoe mahanga tu, anyoshe mkono hata kama umekosea, ndio kujua. Haya. Jaribu tu wewe, karibu. Ndio tunajua kama mzingo. Ni kinywaji ambacho ni kichungu sana. Ila hata ujui ukielezea. Ni kichungu sana. Ujaribu sehemu kubwa. Wengine siki ni nini? Jaribu tu. Dada yangu amesema ni kinywaji ambacho ni kichungu sana. Ila hivi kimetengenezwa na nini? Mwingine yule kule nyuma. Jamani, ni wamama tu. Hakuna mwanaume wa kututoa angalau. Haya, jaribu. Na anasema ni aloe vera. Wewe ndio umetumaliza kabisa. Yaani ametumaliza huyu kabisa. Hataki mambo mengi. Namchanganya mambo mengi, yote ni aloe vera. Mwisho wa kunukuu. Mwingine ilikuwa ni pombe kali. Haya, tuchukue majibu yote. Dada yangu, wanaume wamejitahidi, tumepata wa kutuokoa. Ndio, wewe. Haya, wewe. Divai ndio haribika. Mwingine umegugu. Ndio. Ni kinywaji mithili ya asidi hivi. Haya. Wote mliojibu sasa tuangalie majibu yenu, tuchukulie kwamba Yesu ndiye amepewa hiyo. Nianze na dada yangu kule nyuma, leo tutaangalia baadaye maandiko yanasemaje. Dada yangu kule anasema ni aloe vera. Kwa hiyo Yesu alipewa aloe vera. Haya. Akasema huyu hapa kwamba ni kinywaji kichungu ambacho hata kuelezea. Kwa hiyo yeye na aloe vera kuna uhusiano wa karibu. Maana aloe vera sio mchezo. Mwingine hapa akasema ni pombe. Kwa hiyo Yesu alipiga. Yule kule anasema ni divai iliyoharibika. Vyovyote vile tutaangalia maandiko yanasema jina Yesu alipewa. Sasa twende vizuri sasa. Katika kiini cha Ukristo kuna tukio lenye nguvu isiyoelezeka, lenye uwezo wa kugawa historia katika makundi mawili. Tukio la ajabu, nalo ni tukio la Yesu kuwa pale msalabani. Ile tukio lilikuwa linatengeneza hatma ya familia ya kibinadamu iliyopita na ijayo. Ilikuwa ni kama mwanzo wa kizazi kipya ambacho kitendo cha Kristo kukamilisha au kuto kukamilisha kungeleta matokeo ya ajabu katika maisha yetu. Nahitaji nikupatie matukio machache, mifano michache muhimu ya haraka haraka ili uweze kuelewa, na ukisoma kwenye maandiko uweze kuelewa maana yake. Ni wangapi wamewahi kusikia andiko hata kama hujui limeandikwa wapi, lakini wahi kulisikia linalomtaja mmoja anaitwa simba wa kabila la Yuda? Hata hiyo sentence umewahi kuisikia hata kama hujui imeandikwa wapi, lakini umewahi kuisikia? Nyosha mkono wako nione kwamba ni wangapi. Asante sana. Na kuna mpaka nyimbo zimeimbwa, simba wa Yuda ananguruma. Akinguruma wagonjwa wanafanya nini? Mapepo yanakimbia. Huyo simba wa Yuda. Mnajua kwamba katika Biblia Yesu na Shetani wana alama zinazofanana lakini zina matukio tofauti.
naongea na watu wana binadamu. Ulikuwa na hiyo habari? Si tumekubaliana kwamba mimi na nyie hakuna kuhubiriana, tunajifunza. Kwa hiyo kwenye ndio sema ndio, kwenye hapana sema na kuulizeni. Mmewahi kujua hicho kitu? Hapana. Wengine ndio. Swali la kwanza, ukiona nyoka kwenye Biblia automatic ni nani? Ni shetani. Lakini kama vile Musa alivyomuinua nyoka wa shamba, ndivyo mwana wa Adamu atainuliwa ili kila muaminie. Kwa hiyo hapo nyoka amewakilisha nani? Mbona mnaogopa kusema? Hapo nyoka amewakilisha nani? Yesu. Shetani pia ni simba. Kwenye kitabu cha Petro, ni simba ngurumaye, akizunguka zunguka anamtafuta mtu afanye nini? Ammeze. Lakini kwenye Ufunuo, Yesu ni simba wa kabila la Yuda. Yeye ananguruma ili kuokoa. Kwa hiyo wengine ni ili aweze kumeza. Kwa hiyo angalia matukio haya yalivyo tofauti. Sikiliza vizuri. Ukiangalia kwenye Ufunuo anapomtaja Yesu kuwa ni simba wa kabila la Yuda, kuna tukio limetokea pale kwenye Ufunuo. Anasema naliona kitabu ambacho kimepigwa mihuri, kimefungwa vizuri kabisa. Anasema hakuna aweza kufungua. Anasema kile kitabu wakati kimeletwa akaulizwa, ni kama vile wako kwenye mahakama, na mimi nahitaji wewe ulipo hapa utengeneze picha kwenye ubongo wako. Ni kama vile mahakama ya mbinguni, wamejaa malaika, wamevaa mavazi meupe, ni lugha ya kibinadamu tunaiongelea. Mwanga mkubwa umeng'aa, na kwenye kiti cha enzi ameketi Baba, amekaa pale. Na malaika na viumbe ambao unawajua ambao huwajui, wote wako hapo, wanapiga magoti. Hatima ya vizazi vyote inatajwa moja baada ya nyingine. Yohana alionyeshwa tukio hili, akaliona, ametulia pale. Familia zisizoanguka za sayari mbalimbali zinapitishwa kwenye kesi. Moja baada ya nyingine. Walipotajwa familia yetu, naongea kwa lugha ya mfano, familia inayotokea duniani, kesi yenu inatajwa. Wakati kesi yetu inatajwa, akatokea malaika ameshika kitabu. Kile kitabu kikisomwa, ndipo inajulikana kwamba ukoo wa duniani. Nikisema ukoo wa duniani, unanielewa? Siongelei wa haya, siongelei wa Sukuma, siongelei wa Pare, siongelei wa Kuria. Ninaongelea watu wanaoishi wapi? Duniani. Tunababuana kwa makabila yetu, lakini kule mbinguni tunatambulika kama mtu huyu mmoja. Yohana anasema nikatulia nikasikiliza, maana hicho kitabu kama akifunguliwe haijulikani hatima yake ni nini. Anasema sikuona mtu hata huyu. Anasema na mimi nikalia. Unajua kwa nini analia? Analia kwa sababu hatima yake ifanye nini? Haijulikani. Mchungaji, bado sijakuelewa. Naomba unitazame vizuri tuangaliane, maana mimi na wewe ni ndugu mmoja. Zama hizo, wakati wa Wayahudi, wakati wa Israeli, baba alikuwa na tabia kuandika wosia kabla hajafa. Mali hii atachukua fulani, fulani atachukua hiki, kila mmoja anaandika. Akiandika akimaliza, ile karatasi ilikuwa linatunzwa kwa mtu anayeaminika. Likitunzwa ile karatasi ilikuwa linafungwa kwa kutumia nta. Hii ambayo tunaitumia kwenye mishumaa. Likiwekwa pale karatasi, baada ya mzee kufariki, akishazikwa, wakati wakimaliza msiba, anauliza mtu, ni nani mwenye ile karatasi? Yule mtu mwenye karatasi anapoileta, wanauliza yule mkuu ambaye amesimamia pale, anauliza, ni nani anayeweza kufungua hili karatasi? Anapouliza ni nani ambaye anaweza kufungua karatasi hili, ili tujue hii familia imeachwa kwa nani. Kama umenielewa nipungie mkono. Kama hujaelewa sema rudia. Amekufa mtu, huwa ana tabia ya kuandika wosia, mirathi. Mimi nikifa, fulani atasimamia familia yangu. Mali zangu moja atachukua fulani. Punda yule ambaye ndio msumbufu kabisa, mpeni fulani. Shamba mpeni, vyote vinaandikwa pale. Hakuna anayeruhusiwa kufungua mpaka siku ya kumaliza msiba. Siku ya kumaliza msiba, msimamizi wa tukio anauliza,
ni nani anayeweza kufungua karatasi hili ili tujue hatima ya familia hii? Sasa inakuwa hivi, mama mjane na watoto hawajui kilichoandikwa, kwa wanasubiria. Kama marehemu aliandika maneno yafuatayo: nina deni na siwezi kulilipa, kwa hiyo watoto wangu wote wauzwe na mke. Ikifunguliwa kama imeandikwa hivyo, mmeuzwa wote. Kama hakuna mtu anayepaswa kufungua na kusoma, hatima yenu haijulikani. Mtakuwa ombaomba mkipewa chakula. Hamruhusiwi kwenda kwenye mashamba yenu, maana mkuu wa mji amekufa. Hamruhusiwi kuingia kwenye nyumba, maana mkuu wa mji, mpaka ajitokeze mtu mwenye haki ya kufungua akute pameandikwa hivi, na nyumba nimewaachia waishi. Mkikuta hayo maandishi, mmepona. Mshike mkono wa jirani yako, mwambie umeelewa. Mmeelewa kwamba hii familia ipo kwenye msongo kubwa, maana hawajui masharti. Nani anayeruhusiwa kufungua? Ni yule ambaye ni damu moja na marehemu. Akikosekana, imekula kwenu. Wanauliza yuko wapi? Wanaambiwa kuna ndugu yake mmoja tunamfahamu, lakini yuko Kisumu. Kwa kuwa hakuna cha simu wala nini, wanasema mtumeni mtu aende, tumsubiri mpaka aje. Akija ndiye afungue. Hakuna mtu mwingine ambaye anaruhusiwa. Yohana anaposema nami nikalia, ni kwa sababu hakuonekana mtu kwenye ile kesi yeyote ambaye ana damu moja na sisi ili afungue. Viumbe wote walioonekana sio binadamu. Najua bado kuna mtu bongo wake unapata tabu mchungaji. Kuna viumbe ambao sio binadamu. Ndio. Wapo. Nao wako huko mbinguni na maabudu Mungu. Ndio. Kuna wengine wakishushwa hapa mtawakemea mkidhani ni pepo. Au nikupe na maandiko kabisa. Na kuelezea tu. Mwahi kusoma kwenye Ufunuo, kuna sehemu Yohana anasema nami nikawaona hao wenye uhai wanne. Mnajua neno wenye uhai limetafsiriwa kwenye neno la Kiingereza living organisms au living beings. Yaani Yohana kuna viumbe aliwaona, binadamu sio, wanyama sio, pepo sio. Akaandika tu ni viumbe wana uhai. Ila wako wanne. Nenda kwa Ezekiel. Ezekiel naye kuna ambao aliwaona, nikikutajia wanaofanana. Wakija chumbani kwako, utawaambia kwa jina la Yesu ushinde. Alafu anamwambia Yesu ndio kanituma. Walikuwa na miguu yenye kwato. Automatic watu watanga. Ukiona mtu ana miguu ya kwato. Walikuwa na nyuso nne. Mmoja wa binadamu, mmoja wa ng'ombe, mmoja wa simba, mwingine wa tai. Kiumbe hicho kinakutokea chumbani. Walikuwa na magurudumu huku yana upepo. Maana kuitwa, yaani kuwa na karama ya unabii sio mchezo. Nendeni mkaangalie vitu vya nabii walikuwa wanazimiana. Yohana aliona tukio moja akazimia mpaka akaamshwa. Anasema ndipo akanigusa, akaniambia usiogope. Yaani unatoka na tukio moja unaona kiumbe pa. Ile ukisema tu pa. Hata ile tukio ambalo analiona Yohana linatisha. Anaona viumbe wanatajwa. Kila kiumbe ambacho kilitajwa alitokea mtu wa ukoo wa kiumbe hicho akisema ninaweza kufungua hatima ya watu. Natoa mfano wa kibinadamu, sina maana kweli hiyo sayari na watu. Na natumia lugha kufundishia. Mfano, sayari ya Mars, viumbe wanaoishi huko, anakuja kwa kiumbe, huenda kana kichwa kidogo, mwili mkubwa. Kanakuja kanasema mimi nimekuja kuwakilisha wa kwetu. Fungueni kitabu chenu, kitafunguliwa. Hatima yenu nyie mko vizuri, nendeni. Walipotajwa wa binadamu, hakuna hata huyu. Yohana akalia. Kwa nini alie? Ili uweze kufungua kile kitabu, uwe ni ukoo mmoja na marehemu. Marehemu mnamjua?
Kama hamjui niwaambieni leo. Marehemu mnamjua? Anaitwa Adamu. Ni baba yetu, alipokufa hatima yetu imekwisha. Ndipo akaja simba wa kabila la Yuda. Haleluya. Maana wakati Yohana analia, malaika mmoja akamwambia usilie. Kwa nini silie wakati ukoo wetu hakuna kujitokeza sema kuna ndugu yenu mmoja ni simba wa kabila la Yuda. Haleluya. Amen. Huyo ameshinda, hana kosa hata hili. Ndiye anafungua. Alipofungua Mungu, hatima yetu ikaondoka. Yesu ni simba wa kabila la Yuda. Hata wakati mwingine ukisikia shetani anakutishia anakuambia wewe mambo yako hayatanyoka, mwambie wewe kaka yangu mkubwa. Nimeshawaambia mimi nikiwa primary tulikuwa na kaka wa ukoo, wala sio tumbo moja, wa ukoo. Alikuwa anamshika. Kwa sisi wote ubabe wetu wote ilikuwa ni yeye. Mtu akinigusa anambia unajua yule ni kaka yetu. Tamami. Siwezi kusahau kuna siku nikamkoromea jamaa mmoja, nikamkoromea kweli kweli. Alikuwa mkubwa kuliko mimi. Kwa miaka na kwa umbo. Ile bwana akanikongo kweli. Nikaenda nikaripoti kwa kaka. Nikawahi. Alafu unajua ukaenda kuripoti kwa kaka, huwa unavuta mpaka machozi ambayo hayapo. Yaani machozi yalisha ile inabidi uyalete. Bwana unalia nini? Ya fulani amenipiga, kanambia tulia. Subiria wakati wa pumziko. Pumziko imegongwa, hata kwenye pumziko nikamkumbusha kaka. Yule jamaa alinipiga, twende. Jamaa kaitwa tumesimama hapo. Na mimi namwangalia kwa juu namna hii. Alafu kaka ananiambia lipiza. Nikalipiza. Jamaa hana baba kunipiga maana kaka. Ngoja niwaambie, shetani anawatesa kwa sababu hamjajua utambulisho wenu. Shetani kukuogopa sio kwa sababu una nguvu, ila una kaka. Biblia inasema hivyo hawaoni kuwaita ndugu zake. Bahati mbaya kaka akamaliza darasa la 7. Sasa utaniuliza nini kilitokea? Unifuate inbox. Sasa sikia maneno haya. Yesu asingelikuja kufa kwa ajili yetu, sisi wote tungelipotea. Mtu mmoja akaniuliza, mchungaji, una maana waliotoa kafara kwenye Agano la Kale nao wangepotea? Nataka usikilize vizuri kabisa. Ili familia ya kibinadamu iokolewe, ilibidi mkuu wa ukoo afe kwa niaba ya ukoo mzima. Kondoo asingeliweza kulipa deni. Kondoo waliotolewa, kuku waliochinjwa, ng'ombe waliotolewa, kila wakichinjwa deni linabaki pale pale. Ilibidi aje Yesu Kristo na masharti yake ajaribiwe kama sisi, bila kutenda dhambi. Hiyo wote mliokaa hapa na wote mnaonitazama, tukijipima bila unafiki, ikatokea Mungu aseme ili mtu aingie mbinguni awe ni mtu ambaye hajawahi kutenda dhambi. Nani anatoboa hapa? Asubuhi ya leo tu ulishakutenda dhambi. Pozi tu la mlilokaa kwenye kiti dhambi. Hamjaona kwamba tunafukuzana? Yaani tumekuja kwenye ibada, mtu amekalia kiti chako, umetoka tu kujisaidia, ukirudi mtu amekalia kiti chako, kuna jicho unampiga. Inatosha kwamba wewe una dhambi na aliyekaa na nini? Ana dhambi. Ilibidi Yesu aje ili tuingie mbinguni. Watoto wa Mungu mlioko hapa, sahau yote nitakayoongea siku hii ya leo. Naomba ubebe sentensi ifuatayo ikae kwenye akili yako. Wote tulioko hapa tunaokolewa kwa kuamini na kuikubali kafara ya Kristo msalabani. Mwisho wa kunukuu. Usije ukaongeza kingine chochote baada ya hapo, utakuwa umekosea. Kuikubali na kuiamini kafara ya nani? Ya Kristo. Yaani Yesu alipokufa msalabani, ni mimi niliyekufa nikiwa ndani yake.
Haleluya, haleluya. Kwa maana mshahara wa dhambi ni nini? Kwa hiyo nimelipa deni la dhambi nikiwa ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Kaeni ndani. Kwa hiyo yule aliyesulubiwa pale msalabani, ukiuliza ni nani? Yesu anakuambia ni wewe mwanangu, ulisulubiwa. Kwa hiyo Yesu alipotoka kaburini siku ya tatu, ni mimi nilitoka pamoja naye. Sasa watu wanauliza, mchungaji, kama ni hivi wokovu ni rahisi namna hii, matendo mema yana kazi gani? Hatutendi matendo mema ili twende mbinguni. Tunatenda matendo mema kwa vile sisi tayari ni raia wa mbinguni. Huwa natoa tu mfano ambao kila siku nauongea. Rais amekuteua kuwa katibu mkuu wa wizara. Unaanza kugombania mahindi ya kuchoma barabarani. Si uteuzi utenguliwe? Yaani tunaona hapo barabarani unagombana na watu kabisa. Langu hilo. Huyu si yule aliyeteuliwa. Au unaanza kupangia mchoma mahindi, weka ndimu kabisa. Unapompokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, status yako imebadilika tayari. Kwa hiyo kuna vitu hatutarajii uvitende kwa kuwa cheo kimebadilika. Haleluya. Piga picha unamkuta waziri anagombania mitumba. Sakura. Zile za kurusha za bukubuku. Mnatazama tu hivi, mnatazama hivi. Siku moja tulikuwa kwenye hoteli hapo Mafinga. Tumetoka Mgololo ndani, tukaja usiku tukaingia mahali. Sasa asubuhi tunaenda kwenye chai. Tunakunywa chai pale, wakati wa kutoka watu kama watatu wananisema. Wako mle wahudumu wa hoteli. Sema ni yeye, ni yule. Sio. Yeye huyo kabisa. Sasa njoo mmoja amevaa ndala. Sasa nikana kwamba mimi sifai kuvaa hivi. Mbona mnaninyima uhuru? Unapata picha sasa. Iko hivi. Kitendo cha kumpokea Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yako, kuna tabia inabidi uache. Jamani, tunaelewana? Huwezi kuwa baa. Unakunywa pombe. Kuna vitu automatic lazima uviache. Mungu atusaidie sana. Mmeelewa kutofautisha kati ya kuokolewa na matendo mema? Jamani, mmeelewa? Kwa lugha nyingine, kama matendo mema pekee yanatosha kumpeleka mtu mbinguni, Yesu hana haja ya kufanya nini? Si nataka tendeni matendo mema ili mwende. Kwa taarifa yako, Isaya anasema mtu mbaya ajapofadhiliwa akapelekwa katika nchi ya uzuri, hata huko atatenda. Yaani katika Mungu akupe ofa ya kuingia mbinguni, hajakushindia dhambi ya zinaa, utajikuta kule mbinguni unatongoza malaika. Malaika anakatiza kwa anamwambia, malaika anamwambia, wewe kuna mtu ananitazama, wewe mchungaji, kwani hayo mambo yanatokea? Hujui Sodoma na Gomora? Kule mbinguni utakukuta unachimba dhahabu kwenye barabara za mbinguni, maana ni dhahabu. Utakuta tu nafika pale unaanza kutazama, sema hao watu wa mbinguni nao hawako sawa sawa. Ni dhahabu yote hii mnaacha barabarani. Unashangaa tu kichimba dhahabu inakusemesha unanipeleka wapi? Ndio maana tunabadilishwa. Haleluya. Ukisikia tunasema watu tubadilishwe na Roho Mtakatifu, sio kwamba eti kitu cha kubadilishwa ndio kinafanya uingie mbinguni, ni ili uweze kufaa. Maana ukapelekwa mbinguni hujabadilishwa. Kule hakuna ubinafsi. Hapa tunagombania viti. Kule ni upendo wa agape. Haleluya. Sasa msikilize hapa vizuri. Katika matukio ambayo yalikuwa yanamtisha shetani kuliko matukio yote,
Sio Yesu kuwa jangwani na kujaribiwa. Maana alijaribiwa kama sisi katika mambo yote bila kutenda dhambi. Alijaribu kwenye chakula, na jaribu la kwanza katika binadamu ni nini? Chakula. Hapo tu. Wote hapa tunakaa hapo, wote kila mmoja ana udhaifu wa chakula chake. Kuna mtu hapa anasema chakula fulani ukiniletea kwa kweli hapo na uzalendo unanishinda. Adam chakula, Yesu chakula. Jaribio la mwisho chakula. Hapana, hujanielewa, narudia tena. Adam alijaribiwa kwa Yesu kwa, na mwisho jaribio la mwisho ni nini? Chakula. Hapo hapo halibadiliki, liko hapo hapo. Ndio maana kwenye mafundisho mengi nikifundisha naambia watu jizoeze kufunga, kuwa na tabia kufunga. Maana yake unawaambia mwili sitawaliwi na chakula. Kuna mtu tumbo lake haliingii upepo. Saa ifikie uligomea, uliambia sikupi chakula, nitabaki hivi ninaongea na Mungu. Haleluya. Haleluya. Chakula. Hata ukisoma kwenye Ufunuo hawatauza wala kununua. Nini? Chakula. Usubiri kitu kingine, ni chakula. Ukitaka umpime mtu na ustahimilivu wake, mnyime nini? Chakula. Hapo ndipo kuna shida. Yesu akashinda. Aliposhinda kuna tukio moja ambalo lilikuwa linamtishia sana shetani. Nalo ni hili. Watoto wa Mungu, relax hapo kidogo, relax. Akili yako itulie, tuliza kabisa ubongo, unisikilize. Una habari ya kwamba chochote unachokiona kinatokea katika ulimwengu wa kimwili kilianza kutokea katika ulimwengu wa kiroho. Ulimwengu wa kiroho ni nini? Umechanganya watu wengi sana. Ni hivi, ulimwengu wa kimwili ni ulimwengu unaoonekana. Tunaona majumba, tunaona watu, tunapishana, lakini kuna ulimwengu usioonekana, ni halisi, na wenyewe una kazi zake, kila kitu kinaendelea kama kawaida. Ndio maana kuna baadhi ya watu anakwenda hospitali, anapimwa, ana ugonjwa hauonekani, lakini anasikia maumivu kabisa. Kuna video moja nadhani mmoja akiniruhusu ninaweza nikairusha siku moja katika moja ya shuhuda ambazo tunazionyesha siku ya Jumatano. Alikuwa yuko Marekani. Na hata leo naamini kwamba ananitazama. Ameumwa, amepelekwa hospitali. Wakati ananipigia simu, ninawarudia, wananiambia tuko hospitalini. Wakanionyesha tumbo linacheza kabisa. Nikamwambia daktari ameona nini? Akaniambia daktari amepima kila kitu, haoni chochote. Nao wanachanganyikiwa. Unajua wazungumzia mambo ya rohoni. Wao kule ukipandisha mapepo unapewa dawa za ugonjwa wa akili. Hasa aliponiambia yuko na mke wake pale hospitalini, na ile video wakanionyesha, nikaona kabisa tumbo hapa kitu kinafanya ti. Nikamwambia sikiliza, uko na daktari hapo? Maana wale watu pia wana masharti mengi. Unaweza ukapiga simu kwambia hapo msifanye maombi, wakaniambia ametoka, ameenda kutuandikia, akasema hapo ndio muda wa kuomba. Kabla hajaja tukaomba pale, tukaomba. Ndani ya muda mdogo tunafikiri chini ya dakika 2-3. Nikamwambia sikilizia tumbo lako, anasema kile kitu kimetulia. Nikamwambia ombeni ruhusa mtoke. Mwende nyumbani. Tukaenda nyumbani mzima. Haleluya. Sasa kila kitu cha rohoni, ila kwenye ulimwengu wa kimwili unaona tumbo linafanya nini? Hiyo ni physical. Nimwambieni mwanzoni mtulize akili, kwa sababu kuna kitu Roho Mtakatifu anakusemesha mimi nikifundisha hapa. Tofauti na kinachokisema. Kwamba kuna baadhi ya vitu kwenye maisha yako vimekuhangaisha katika mwili, lakini kumbe chanzo chake ni katika. Kwa kabla ya kupambana katika mwili ulitakiwa ushinde katika roho. Kabla ya Yesu kufa msalabani, aliyekuwa na funguo za kuua watu alikuwa ni shetani. Ndiye alikuwa anaamua yupi anaondoka, yupi anabaki. Waebrania sura ya 2 imeeleza, kwa muda wako utasoma ile sura yote. Anasema ili awaweke huru hawa ambao walikuwa na hofu ya mauti. Baada ya Kristo kufa msalabani na kufufuka, ni kutangazie hili: funguo za mauti na kuzimu zimeshikiliwa na Yesu Kristo. Ndio maana ni aibu kwa mtoto wa Mungu aliyempokea Yesu Kristo kuwa Bwana na Mwokozi wa maisha yake kuogopa wachawi. Ni aibu.
Na kutangazia leo, amini usiamini, nasema tena, kuto kuamini kwako hakubadilishi ukweli. Umenisikia vizuri? Amini usifanye nini? Usiamini, ukweli uko pale pale. Mtoto wa Mungu aliyempokea Yesu hawezi kuuawa na wachawi. No. Nimesema hivi, kutokuamini kwako hakubadilishi nini? Ukweli. Ukweli uko pale pale. Hata kama wakutese, hata kama wakuhangaishe, wanaweza kuruhusiwa kukutesa kwa muda kama walivyotenda kwa Ayubu. Lakini inapokuja kwenye hoja ya kutoa roho yako, hawawezi, maana wewe ufunguo wako unashikiliwa na Kristo Yesu. Hasa mchungaji, mbona kuna baadhi ya watu tuliwasikia kabisa ambao ni wacha Mungu lakini waliuawa na wachawi? Shetani ni muongo na baba wa huo. Kuna mtu alikufa kwa tarehe zake zimefika. Mapepo yakipanda nasema hata fulani tulimmaliza, na nyinyi mnayaamini. Mapepo yamevunja ndoa za watu. Maana likipanda nasema mume wake ndiye anayefanya nini? Anayemloga. Mtu akitoka anasema siwezi kulala huko ndani. Shetani anasema nimefanikiwa sasa vizuri kabisa, maana nimewagonganisha. Mimi nawaambieni waombaji wote mnaomba, karama za rohoni zinaombwa pia. Ndio maana katika maandiko Paulo anasema yeye anenaye kwa lugha na aombe apewe kufasiri. Na mimi nasema aliyepewa karama ya kukemea pepo na kuponya, aombe apewe karama nyingine ya kupambanua roho. Ina kazi gani? Kupambanua roho inakusaidia kujua hiki anachoongea shetani hiki ni uongo. Usichukue kila kitu. By the way, ukiona shetani mapepo yameongea, ujue yakiongea pia na faida kwenye hayo mazungumzo. Mtazame jirani yako, mwambie umeelewa au arudie tena. Amesemaje? Mkikemea pepo popote kanisani, mtu ameangushwa mnaenda kumwombea kamati ya maombi. Mkisema pepo yanaongea, jua automatic katika hayo mazungumzo yana faida kwenye mazungumzo. Kwa hiyo hilo lijue namba. Ndio maana siku zote Yesu akiwa anatoa pepo alikuwa anasema funga kinywa chako. Kwa nini? Kwa sababu anayajua. Kwa hiyo akiongea yana faida. Unaweza kushangaa akiongea anasema kwanza kwenye kwaya kuna wachawi 7. Tukawatafute ni akina nini. Yamewaingiza kwenye mgogoro tayari. Kila wakati tulikuwa tunakemea funga kinywa chako mtoto. Maana anayajua vizuri kabisa. Mimi najua kuna makanisa yamesambaratishwa kwa sababu ya mapepo yaliongea. Anayetoa pepo kwa jina la Yesu na aombe Mungu ampe karama ya kupambanua roho. Kupambanua roho kuna kusaidia pia kujua chanzo cha tatizo. Huku naambiwa amelogwa, kumbe huyu mtu pepo alimuingia tu kwa uzembe wake kwa kutokujua wakati mwingine. Wakati mwingine huenda ni vitu vya kiukoo huko vinafuatilia kuwasumbua. Yeye pekee ameamua kutoka kule, ameamua mpokee Yesu. Kwa hiyo anasumbuliwa ili akate tamaa arudi. Vyote hivi lazima uweze kuvijua ili ujue unatoaje tatizo linaondokaje. Mungu atusaidie sana. Sasa pastor unamaanisha nini? Sio kila biashara inakufa ni uzembe. Mengine ni mashambulio ya roho. Mungu atusaidie. Hasa na sio kila shambulio la rohoni, mengine ni uzembe. Ni huko Afrika pekee nyanya zikiungua tunapiga ramli badala ya kuchunguza. Hivi nilikosea? Twende vizuri sasa. Mambo yetu yote yalikuwa yameharibika. Shetani alitamani Yesu asife pale msalabani. Maana kufa kwake kungefungua hatima yetu. Kinachonisikitisha ni hiki. Kuna watu mko hapa mnaishi kana kwamba Yesu hajawatoa kwenye utumwa. Bado. Hata malaika akikutazama hivi anakutazama anasema, mbona bado anaishi utumwani? Ninarudi tena naongea na nyie na Roho wa Mungu awasaidie muwe na hasira takatifu ili mkaifanyie kazi. Naomba mnitazame na ninachowaambieni ni kwa ajili ya faida yako na watoto. Nataka nikwambie hivi,
Mungu alikusudia wewe ubarikiwe kiuchumi kama unavyobarikiwa kiroho. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo, lakini anataja uwe na afya kama sema kwa sauti, kama. Nimekusogelea. Nitazama. Biblia ukisoma usiwe na haraka. Usiwe na haraka. Kama roho yako, nikuulize swali. Unapoenda kujitazama kwenye kioo, kile unachokiona kwenye kioo ni nani wewe? Jamani, nijibu basi. Ni nani yule? Ni wewe. Ukiingiza mkono wako pale kwenye kioo unamkamata yule. Ukijishika hapo unaona kule umejishika. Kwa hiyo kile cha kwenye kioo ni kama halisi. Twende taratibu. Kwa hiyo maisha yako unayoishi leo kwenye mwili ni reflection ya jinsi ulivyo wako. Mshike mkono jirani yako, mwambie umemwelewa mchungaji au umechanganyikiwa? Anasemaje? Amechanganyikiwa. Haya. Ukitaka umbadilishe yule mtu wa kwenye kioo, unatakasa kioo au unamtakasa huyu? Jamani, tuongee kwa sauti. Ukitaka yule wa kioo awe safi, unamtakasa kwenye kioo au huyu hapa? Relax. Mpenzi, naomba ufanikiwe katika mambo, uwe na afya njema kama vile roho yako. Nikuulizeni swali, neno kama linawakilisha mkuu ni afya au ni roho? Kwa hiyo ukiona unaandamwa na magonjwa, usihangaike kwanza kula dawa, rekebisha yule mtu wa ndani apone, ndipo mtu wa nje atapona. Kama umenielewa nipungie mkono. Ukiona unaingia hasara kwenye biashara huko, acha kupambana sana huku kwanza, ni mpaka yule mtu wa ndani asionekana awe vizuri kiuchumi, ndipo mtu wa nje atakuwa vizuri. Na kwa mfano mwingine, roho Mungu akusaidie uweze kuelewa, maana sitaongea mengi, tutaingia kwenye maombi. Kuna watu wana roho ya kukataliwa. Yaani kila unakoenda watu wanakukataa, na kwa sababu hujui unaanza kugombana na watu. Hujiulizi, kwa nini nilipokuwa Tabora kwenye ile ofisi watu walikuwa wananikataa? Kila mtu anaona kazi yangu sio nzuri. Umehamishwa Tabora, umeletwa Dodoma, bado kuna watu wanakushambulia. Umetolewa Dodoma, umepelekwa Morogoro, kuna watu wanakushambulia. Na akili yako ambapo haiamki ukashtuka, mbona hao watu wa Tabora, Dodoma, Morogoro ni watu tofauti, lakini wote wanakuona sawa? Tatizo sio hao watu, tatizo ni wewe. Rekebisha mtu wa ndani. Haleluya. Tunaanza kuelewana sasa. Mungu atusaidie sana. Unabali kwamba kabla hujafungishwa ndoa, wewe binti, wewe kijana, kabla hujafungishwa ndoa hii ya kufungishwa ambayo tunawaapisha, hii tunayowaapisha hapa ni ya mwilini. Lakini kama hakuna muunganiko wa rohoni, hata mkifungamanishwa hii ya mwilini mtaachana. Hujanielewa? Kamata hela utakavyo kamata. Kama katika roho hapajawekwa vizuizi vya kuzuia ile hela isitoke, hata kama upewe milioni, kuna mtu atampe milioni 200, mpe mwezi. Muulize, hivi imeishaisha? Hujawahi kuona? Hata wewe unanitazama hapa, wewe imeshakutokea hivi. Yaani kuna watu ukipata hela utafikiri matatizo yana macho. Ile tu dili limeingia tu. Piga kazi. Mnagawana faida na wenzako, milioni 15 inaingia kwenye akaunti. Pop, ile tu inaingia tap. Uko umetulia sema, asante Yesu.
simu kutoka kijijini. Mama yako alikuwa amebeba kuni anapanda akavunjika mguu. Hujakaa sawa, kuna mtoto wa fulani. Hujakaa sawa, kuna hiki. Hujakaa. Na wakati unazitumia akili kama imepumbazwa hivi, ile zimeisha, ndipo nashtuka. Milioni 10 imeisha. Na waambieni haya ili mkitoka hapa mwanze kuingia kwenye maombi binafsi ya kila mmoja. Hivi nikuulize swali. Hivi ukifanikiwa wewe kiuchumi, utanipa hela? Kwanza utaniona? Hapana. Mimi nakufundisha kwa sababu wewe ni ndugu yangu. Ukifanikiwa mimi nafurahia. Hizi siri ningebaki nazo nifundishe ukoo wangu. Lakini nafundisha wote. Natamani wote mfanikiwe. Kwa nini tunasema mweke watu biashara zenu? Ni kwa sababu nataka umiliki biashara rohoni kabla ya kumiliki mwilini. Haleluya. Shetani alijua Yesu atakapokufa msalabani katika ulimwengu usioonekana, funguo zote ziko kwa Yesu Kristo. Maneno haya yasikilize kwa haraka, yatakusaidia. Tukio la kwanza, kuna matukio muhimu pale msalabani, na kuomba usisome Biblia, uyaandike ili niende kwa spidi. Tumekubaliana? Jamani, tumekubaliana? Ndio. Tukio la kwanza, ukiangalia kuna tukio ambalo tumelisoma hapa. Yesu alipewa siki ikiwa kwenye sifongo, si ndio hivyo akainywa. Tukio la kwanza alipewa divai akaikataa. Jiulize kwa nini mara ya kwanza anakataa lakini siki anaikubali. Kuna vitu muhimu vya kuchukua hapo ili baadaye vikusaidie katika biashara yako, katika afya yako, katika ndoa yako, kuombea watoto wako, vyote uvielewe. Vina matukio ambayo yanafanana. Mathayo 27:34. Wewe andika tu, mimi nakusomea. Wakampa kunywa divai iliyochanganyikana na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Ukishaandika nitazama. Tukio la kwanza alipewa kitu gani? Divai imechanganywa na nini? Na nyongo. Ilikuwa ni chungu. Hii ilikuwa ni tiba ya kuondoa maumivu mwilini kama aspirini au Panadol. Kwa shetani aliwatumia hawa kumpatia, walivyoona amejeruhiwa, amevunjwa kila mahali, damu zinamtoka, ana maumivu, akasema tumpe angalau Panadol. Ile ilikuwa ni Panadol ya kwao. Alipoletewa tu akakataa. Kwa nini akatae? Ni kwa sababu kuna andiko linasema kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Ina maana ya kwamba Yesu anakubali kubeba maumivu, hataki msaada wa dawa. Anahitaji ayabebe maumivu yote, machungu yote, ili wewe usiyabebe. Mtukaji sijakuelewa. Anahitaji abebe mauchungu yote ya saratani, mauchungu yote ya malaria, mauchungu yote ya magonjwa yakaje kwa aina zake, ili wewe kwa imani ukimwambia Yesu, beba maumivu yangu, anayabeba. Naomba nitazame sentensi, nataka Roho Mtakatifu akusaidie kuelewa. Sio wote wenye saratani leo watakaoomba wapone kwa muujiza, ila kuna wengine Mungu atawapa uwezo wa kustahimili maumivu ya saratani. Nimeona kwa macho yangu. Mama mmoja alikuwa na saratani ya titi. Ameombewa sana. Hakupona. Siku na mimi nikiwa Dar es Salaam nikaenda kumuona, maana nilikuwa namfahamu. Nikakuta amekaa pale amejifunika nguo. Anaambia pastor, titi limejaa hapa kubwa na maumivu makali sana. Chemotherapy imegoma. Ameshafanywa ile, imeshindikana. Sasa ameniita akaniambia, pastor, nina mtu wa kwangu katika familia ambaye alikuwa na ugonjwa kama ugonjwa ambao unatembea kwenye familia. Alinisimulia ulivyomuombea ile saratani ikakauka akapona. Naomba na mimi uniombee. Na mimi niwaambieni, muujiza haupangwi na muombaji.
Unapangwa na nani? Na Mungu. Kwa ile imani, kwa kuwa yule mwenzake alimtumia picha alivyokuwa na maumivu aliyokuwa nayo na jinsi alivyokuwa, akasema pastor, naamini ukiniombea nitapona. Tukaomba. Na mimi niliamini kabisa yule mama anapona. Wakati niko njiani nasikia kana kwamba roho Mungu ananisemesha kwamba sio hivyo ulivyokuwa unataka, ila nitamuondolea maumivu. Nikaona kama ni mawazo yangu na hisia zangu. Kesho yake nikampigia simu, mama unaendeleaje? Anasema pastor, nikwambie kitu hivi, maumivu yameisha, ila uvimbe uko pale. Ndipo nikatambua ile sauti niliyosikia sio mawazo yangu. Waliougua saratani wanajua, madaktari wanaonitazama hapa wanaelewa kuliko sisi tunaoongea wale tusiojua medicine. Kama kuna magonjwa yenye maumivu ni kansa, wanapewa dawa za maumivu ambazo mtu wa kawaida uruhusiwi kutumia. Lakini wale wanapewa kwamba sasa tufanyeje? Yule mama cha ajabu aliacha kutumia dawa zote, maumivu yalipotea. Nakumbuka daktari ambaye alikuwa anamhudumia pale Ocean Road siku ambayo amekuja pale nyumbani, ni watu wenye uwezo, kwa hiyo akamuita daktari kumtazama pale. Amekuja na mimi ndio ninapiga simu pale kumjulia hali yule mama. Daktari yuko pale. Daktari anambia pastor, natamani baada ya mazungumzo tuongee kidogo kwenye simu. Waliomaliza mazungumzo, daktari akanipigia, tunaongea na kwenye simu. Daktari anambia mimi nakufuatilia sana kwenye YouTube na ninakujua kwamba wewe ni mchungaji lakini pia umesoma psychology. Akaniambia hebu niambie ni trick gani ya kisaikolojia uliocheza mpaka huyu mama asikii maumivu. Nikamwambia sijui. Akaniambia bwana, hii ni psychological trick. Nikamwambia hapana, hata mimi sijui. Daktari anambia haiwezekani, hii kitu najua maumivu yake, lakini mama amerelax na amani tele. Wewe sikia, sio kila jaribu Mungu atakutoa. Majaribu mengine Mungu atakupa misuli ya kubeba. Haleluya. Amen. Yesu alikataa ile ya kwanza ili abebe maumivu yako. Mwingine amenishangaza sana, amenipa ushuhuda na wenyewe pia wale tutautoa kwenye matukio yetu ya mbele. Kuna andiko moja linasema jinsi Kristo alivyo ndivyo na sisi tulivyo. As he is so we are in this present world. Kwenye Kiswahili alijawekwa ikanyooka sawa sawa, lakini maana yake ni kwamba Kristo ameketi katika mkono wa kuume wa Mungu wa ukuu, na sisi pia tunafanya nini? Tumeketi. Kuna mmoja alitumia ile andiko kudai ahadi ya uponyaji simple, akamwambia Yesu, hapa nilipo nina tena litakuwa, naweka kwenye bracket. Akamwambia Kristo, kama na wewe unao tuendelee kuishi, ila kama wewe huna na mimi uishi. Mimi ni shule tunapewa, sio kwamba eti nimeombea watu, sijawekea mikono. Mimi nimewafundisha tu kudai ahadi. Haleluya. Baada ya muda imesoma negative. Wataalamu wanasema wadudu huwa wana tabia kwenda kwenye bone marrow. Ndume inadunda mpaka sasa hivi. Na yuko vizuri. Hujanielewa. Ngoja ninatambue zaidi ya hapo. Mke aliondoka kwa ugonjwa. Mmeshanielewa. Mchungaji unamaanisha nini? Tatizo letu ni kwamba tunaongea imani mdomoni lakini hatuishi imani. Yesu aliposema pale msalabani anakataa kwanza ile ya kwanza, alikubali abebe maumivu. Ya pili ambayo tulisoma kwenye fungu letu kuu, mnakumbuka ya pili alipewa siki akainywa. Na alipokwisha kuinywa akafanya nini? Ile ni kwamba ilikuwa ni kinywaji kinachotumika siki, sasa ni kinywaji kinachotumika kukata kiu haraka. Yule mdada mdogo wangu yule alijibu akasema kwamba ni divai iliyoharibika. Yuko sahihi kabisa. Ilikuwa ni divai iliyoharibika kabisa ya watu wa chini, ilikuwa inatumika kukata kiu. Pale alipokunywa tu kiu ikaisha. Ilipoisha akasema imekwisha. Sasa neno ambalo linatumika kwa hao waliosoma theolojia ni neno tetelestai. Hili neno ni moja tu lakini lina maana nyingi zifuatazo. Nikizimaliza tunaingia kwenye maombi na utalidai hili neno kwenye mambo yako. Haleluya. Nikimaliza tutaanza kulidai wewe mwenyewe. Maana ya kwanza hili neno
Ili neno maana yake ni kwamba imekamilika, imekwisha, kama tulivyosomewa pale na mwenzetu pale. Lakini lilikuwa ni neno ambalo linatumika katika masuala ya kifedha. Namba moja, mnapoingia kwenye supermarket za kwetu hizi, labda sasa hivi wameacha huo mtindo, lakini unakwenda unachukua vitu, itazame, unaenda unachukua vitu vyako, unachukua unamaliza. Ukishamaliza unaweka kwenye kapu, si ndio hivyo? Ukitoka pale unaenda kwa keshia, ukienda kwa keshia pale unalipa pesa. Ukilipa pesa anakupa nini? Risiti. Zama hizo wabongo wamewaibia sana wengine, kuna risiti bandia zitengenezwa. Kwa hiyo ilikuwa ukitoka pale kwenye risiti, kuna mtu unakutana naye anagonga nini? Akigonga muhuri unakutana na mlinzi. Ukimuonyesha ile karatasi yenye muhuri unafanya nini? Unapita. Siku moja mimi nilisahau, nikapewa risiti. Katika kupita kwangu sikupita kwa mtu wa muhuri, nikakutana na mlinzi, akaniambia leta risiti yako. Nikatoa, akaniambia hujalipa. Nikamwambia nimelipa. Sasa hujalipa, haijakaguliwa. Akanirudisha, nikaenda kwa mkaguzi. Mkaguzi akaitazama risiti, akaniambia wewe ulipita umeenda wapi? Nikamwambia nilipita kule moja, kama sema hapana, nenda tukakua. Alipokagua akafungua mfuko wangu ule, akaanza kuangalia vitu, analinganisha na nini? Na risiti. Alipoona viko sawa akagonga. Nilipopita kwa yule mtu sasa, nikapita kwa uhuru. Wayunani katika masuala ya kibiashara, unapodaiwa deni lolote, ukiwa umemaliza kulilipa, unagongewa kamuhuri kameandikwa hayo maneno. Haleluya. Kwa hiyo ukipita tu pale chapu, anaangalia kameandikwa imekwisha. Akishaona neno imekwisha, ina maana deni limelipa. Kwa hiyo ukimsikia Yesu akilia pale imekwisha, hakuwa na maana analia kwa uchungu, ana maana deni tulikuwa tunadaiwa. Kwa hiyo kama ni fedha, mshahara wa dhambi ni mauti. Yesu amelipa mshahara wa nini? Kwa lugha rahisi, anayepotea sasa hivi kwenda jehanamu ni kwa kupenda. Nasogea tena. Yaani kupotea ni uzembe. Lakini pastor, najua na dhambi nyingi sana. Amebeba Yesu. Haleluya. Mimi kuna sana tazama hizi toba. Unajua hizi toba tunatubu kweli. Lakini unajua toba haina maana kwamba unasamehewa sasa. Ila ina maana unapokea msamaha uliosamehewa tayari. Hapana pastor, hatuja kuelewa. Nikuulize swali. Ukitenda dhambi, Yesu anakuja kufa tena msalabani? Jamani, naongea na watu na binadamu. Anakuja kufa tena? Hapana. Ina maana kwamba deni limelipwa zaidi ya miaka 2000 iliyofanya nini? Iliyopita. Kazi yako ni kufanya nini? Kupokea tu. Yaani ukitenda dhambi, watoto wangu wadogo na waandikia haya ili kwamba msitende. Hiyo ndio target. Lakini kama mtu akitenda dhambi, tunaye muombezi Yesu Kristo mwenye haki. Hutumwi kutenda dhambi, lakini ikitokea umetenda, usiishi mwenye hatia. Shetani ni mpuzi kweli. Ikitokea kuna kadhambi bado kanakusumbua, umekatenda mara ya kwanza, ukaomba msamaha kwa Mungu, ukatoa kwa imani, na ukasikia mchungaji ametangaza, aminini ya kwamba mmesamehewa dhambi zenu, zimefutwa. Ukitoka hapo una imani, yani mpaka pepo akikuona wanakimbia. Baada ya siku 3, shetani anakuja na kigoda chake. Tena nasubiri wakati umerudia ile dhambi. Ile umerudia tu anawa. Unapiga magoti unaenda kuomba msamaha. Ile unataka tu kuomba msamaha na kusemesha na wewe. Unataka kufanya nini? Naongea na baba. Nini? Sijuzi umeomba kabisa. Tena kwa kuapa. Na tunajua kuapa kwenye maombi. Mungu angefungua viumba vya maombi peke yetu kule chumbani tukiomba, tusingetazamana macho hapo. Kuna mtu akiwa peke yake kule, dhambi imemkera, imemuuma, amepiga magoti mpaka anataka kufanyia Mungu hivi. Lakini subiria siku 3 amerudi wapi? Sikia. Yeyote unanitazama,
dhambi zako zote, haijalishi ni nyingi kiasi gani, damu ya Yesu imefuta. Tatizo lako ni kwamba kuna saa unaungama dhambi zilizofutwa. Ukipiga magoti unakumbuka dhambi iliyopita, unaikumbuka wakati usiitubia kabisa. Baba Mungu, naomba unisamehe. Unahitaji, kila mmoja anajua mwenyewe kwenye akili yake, sitaki nitaje dhambi zako hapa mbele ya watu. Ile ukijaribu tu, mpaka malaika wako anayeandika ile rekodi anashtuka. Hivi hii anayoongelea ni ya lini hii? Na umekomana machozi kabisa. Ikipelekwa mbele ya baba, baba naye anasema, hivi hii ni ipi? Anasema ni ile akiwa Geita. Mbona hata mimi mwenyewe nimefanya nini? Kama vile mashariki na magharibi visivyokutana, na dhambi zenu sitazikumbuka. Namba 2, neno imekwisha ilikuwa ni agizo la kijeshi, tamko la kijeshi. Tamko la kijeshi maana yake ni nini? Wakati wanajeshi wakishinda vita, wakipiga vita, wakimaliza, Wakirumi walikuwa wanashika bango kubwa limeandikwa na mimi nakutangazia leo, vita yako ya kiroho haijalishi ukoo wenu walikuwa wanaabudu mizimu, haijalishi vitangaziwa nyie hakuna atakayeolewa, kila kitu kimekwisha. Haijalishi walisema hakuna ambaye atafanikiwa kiuchumi, hudaiwi madeni hayo tena. Tatizo wewe ndio unajifungamanisha na stori za zamani. Sisi kwenye ukoo wetu huwa hakuna netoboa kiuchumi. Wewe tengua kauli. Kuna magonjwa ya kurithi kwenye familia, sisi wote wao wanaugua ugonjwa huu, tengua kauli. Wewe ni ukuhani wa kifalme, taifa takatifu. Wewe unamilikiwa na Mungu. Kwako kisukari kiliishia kwa babu. Haleluya. Imekwisha. Kwa kupigwa kwake sisi tumepona. Deni lote limelipwa. Kuna watu wananitazama, lakini mchungaji, najua magonjwa nilionayo, nilivunja kanuni za afya mimi mwenyewe. Ndio, anakusamehe kwanza ndipo akuponya. Hamjamwona yule aliyepooza anaambia, mwanangu umesamehewa dhambi zako. Ulipata kansa kwa kuvuta sigara, anakusamehe kosa ndipo akuponye saratani. Huyu ndiye Mungu tuliye naye. Mimi sijui kuna kitu gani kwenye maisha yako, lakini imekwisha. Haleluya. Iwe ni vita katika ulimwengu wa roho, iwe ni dhambi zinakutesa, iwe ni habari ya kulipa madeni. Kuna watu wanaandamwa na roho ya madeni. Kabla hujalipa deni wako wote, amini Mungu atusaidie sana. Mimi sijui hapo unaponitazama una kitu gani kinaendelea, lakini kijeshi agizo limetoka, imekwisha. Kidini dhabihu imekubalika. Acheni yale maombi yenu mnayoomba. Mimi kuna sana mimi watoto wangu, kwa nini hamwamki usingizini? Yale maombi mnayoomba, Mungu, nina dhambi gani nimetenda ambayo hunisamehi? Mbona hunijibu ombi langu? Nimekuomba sana unisikii. Na mimi nakuuliza, hujui dhambi zako zote zimeshalipiwa na Yesu Kristo? Naomba tusimame. Neno hili imekwisha lilikuwa linatamkwa pale mtu anapotumikia adhabu ya kisheria kama kifungo akikamilisha au viboko. Warumi walikuwa na adhabu za viboko. Unapochapwa vile viboko vikamilika, anayechapa cha mwisho anatamka imekwisha. Anamwambia mchapa viboko, huyu mtu viboko vyake vimefanya nini? Na mimi nakwambia Yesu Kristo alipigwa msalabani kwa ajili yako, imekwisha. Huna haja ya kupigwa tena. Huna haja. Nenda kafanyie kazi maneno haya kwa imani. Utakuja kucomment miujiza mikubwa katika maisha yako. Nenda kautamkia ugonjwa wako, imekwisha. Ni uvimbe tumboni, ushiki kabisa uambie imekwisha. Nitaka niongee haya mkiwa mmesimama. Naomba Mungu aweze kuingiza imani ndani ya mioyo yenu. Dr. Greg Braden ambaye nimekuwa nikimsema sana, alikuwa haamini juu ya Mungu, mwanasayansi mwanabiolojia mkubwa maarufu duniani.
Greg Braden, unaweza ukamwona. Alikuwa baada ya kukutana na nguvu za kiroho, akaamua kuzifanyia utafiti kisayansi. Amekuja kuona maajabu makubwa. Moja ni tukio aliliona China kwa watu ambao walitamka hili neno ambao nimewafundishani leo. Greg Braden kwa maneno yake mwenyewe anatamka. Anasema, niliingia kwenye hospitali ambayo hawatumii tiba ya kimagharibi, ila wana vifaa vya kimagharibi kama ultrasound. Anasema kwa kuwa nafanya utafiti nikakuta mtu ambaye alikuwa na kansa, ni mwanamke, alikuwa na kansa ya utumbo. Anasema katika ultrasound ile kansa ilikuwa inaonekana kabisa. Anasema nami nilikuwepo kwa upande wa watu ambao wanaonyeshwa ile saratani jinsi ilivyo na uvimbe ulivyo. Anasema kama daktari mtaalamu niliona kwa macho yangu nikakiri kule ni uvimbe kitaalamu, hakuna ubishi. Anasema kila diameter zake zote naziona. Anasema nikamuuliza msimamizi wa hospitali, unatibuje? Anasema si tunatibu kwa neno imekwisha. Akamuuliza unafanyaje? Anasema kwanza mgonjwa anapokuja hapa tunamuingiza kwenye training, mafunzo ya kumwaminisha kwamba chochote alichonacho akiamini kimekwisha, sio kita. Kimekwisha. Anasema namba 2, hawa manesi unaowaona hapa sio manesi waliosomea unesi wa kawaida. Nimewatrain, wanajua nguvu ya imani, wanajua kwamba wote tukiamini kitu kimoja kinatokea. Dr. Braden anasema nikashikwa na butwa, nikasema ngoja nisubiri. Akamwambia leo utamwona mgonjwa mmoja ambaye amemaliza mafunzo ya imani na tunaingia kuiondoa saratani katika utumbo wake. Anasema ndipo mgonjwa akaingizwa. Anasema akapakwa mafuta kwenye tumbo lake. Wale wa ultrasound wanajua kuna mafuta unapakwa. Akapaka akamaliza. Anasema ndipo akamulika ile mashine yake. Anasema nami nikiwa ninaangalia kwenye screen. Hii kinachokuambia hata mimi nayeongea hapa mbele, nimeona ile documentary kwa macho yangu, ile video ya Greg Braden. Anasema ikabidi nitege mitambo yangu kuchukua video wakati ule. Anasema nikaona ule uvimbe. Anasema neno moja tu lilikuwa linatamkwa, imekwisha, imekwisha, linarudiwa, imekwisha, imekwisha. Anasema huyu mwongozaji anatamka imekwisha, waliomzunguka mgonjwa wanatamka imekwisha, mgonjwa anaamini imekwisha. Anasema nilikuwa ninaona uvimbe ukishrink, ukipotea ndani ya sekunde chache kama vile barafu inavyoyeyushwa na joto. Anasema mimi kama mtu wa magharibi ninayeamini dawa, kwangu ilikuwa ni tukio la ajabu kama niko ndotoni. Baada ya pale anasema nikamfuata mgonjwa nikamuuliza, ulikuwa unajisikiaje? Anasema haya ndio nataka na huyo achukue sasa. Mgonjwa anamjibu Braden, anasema nilipolazwa kwenye kitanda nilikuwa ninaona utumbo usio na uvimbe. Wakati ultrasound ilikuwa inaonyesha kuna nini? Ila mgonjwa anasema, Yesu anasema amini amini nawaambia, yoyote myaombayo aminini yame, ndipo yatakuwa. Sijui unanitazama kitu gani kinakuhangaisha. Nenda na neno imekwisha. Nenda kwa imani. Nenda kwa imani. Ukiombea jambo usiingie mashaka ya dhambi. Kuna dhambi gani? Shetani akileta hii mwambie ime, na kuachia dakika moja ya kuongea na Mungu. Kwanza mshukuru kwa kafara ya Kristo msalabani. Namba 2, liambie tatizo lako lote, maneno haya imekwisha. Ongea ndani ya moyo wako kwa imani. Kuna wengine hivi tunavyoongea hapa sasa hivi utaanza kusikia maumivu yanapotea. Kuna wengine mkitoka hapa mtapokea simu za taarifa ya wagonjwa wenu wamefunguliwa. Wengine ni madeni, ninakupa mwezi kabla haujaisha, utashangaa umelipa madeni kwa muujiza, na ukitelewa usirudie tena. Fumba macho yako, ongea na Mungu kwa imani. Wale ambao wanafuatilia kwa television, ongea na Mungu kwa imani. Yatamkie matatizo yako kwamba imekwisha kwa imani. Endelea kuomba ndani ya moyo wako.
Endelea kuongea ndani ya moyo wako. Baba, katika jina la Yesu, ninakushukuru sana kwa ajili ya siku ya leo. Asante kwa sababu ya kafara ya Kristo Yesu. Nami ninatamka leo imekwisha. Baba, natamka changamoto za madeni kwa mtoto wako imekwisha. Changamoto za ugonjwa imekwisha. Changamoto za migogoro katika ndoa imekwisha. Changamoto za laana za ukoo imekwisha. Na kuanzia leo, yeyote aliyesikia somo hili akashuhudie maajabu ya imekwisha. Magonjwa, changamoto za kikazi, changamoto za kitaaluma, changamoto zote katika umiliki wa maeneo, migogoro ya ardhi, wanaopambana kwa ajili ya kupata uraia mahala fulani katika nchi fulani imekwisha. Wanaopambana kwa ajili ya changamoto zozote ambazo sitazitaja katika maombi haya, wakasikie kauli ya Yesu ikisema imekwisha. Neema yako inatosha. Kwa jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Bwana awabariki sana. Safari ya ajabu twatembea kwa imani, maombi ni mwanga yatufunulia njia, matendo ni ushuhuda wa moyo ulio hai. Imani huchochea matendo, maombi huleta matokeo. Imani huchochea matendo, maombi